kwa sababu hakuna mwanadamu duniani mwenye anasema hakuna Mungu. Ni wachache wako, lakini sisi wote tunaamini ya kwamba kuna Mungu. Wewe unaenda kanisani, unaenda kuabudu Mungu, unaamini Mungu yuko. Kwa hivyo nataka kunena kwa kile kitu ambao wewe unaamini. Kwa hivyo Mungu ni nini? Ama Mungu ni kitu gani? Mungu ni chochote ambacho wewe unajua katika maisha yako, bila hiyo kitu hauwezi ukaishi. Mungu ni chochote ambacho wewe unaabudu, kitu ambacho unaona ya kwamba pasipo hiyo kitu katika maisha hauwezi ukaishi. Ndiposa siku ya leo ndugu, ukaweze kujua ya kwamba kile kitu ambacho wewe unaamini katika maisha ni mwangu ikitoka hauwezi ukaisha, huyo ndio Mungu wako. Kwa hivyo nataka tusonge polepole ili tukaweze kuelewana ya kwamba kabla ya kuja kwa Biblia kuna watu walikuwa naamini ya kwamba kuna Mungu. Ndio watu walikuwa naamini kuna Mungu. Lakini nataka tujiulize, ungeenda kwa Waluya walikuwa na Mungu wao, ungeenda kwa Wakikuyu walikuwa na Mungu wao, ungeenda kwa Wahindi walikuwa na Mungu wao, ungeenda kwa Wamasai walikuwa na Mungu wao. Kweli walikuwa naabudu, lakini nataka nikuambie tulikuwa tunaabudu Mungu tofauti tofauti. Lakini siku ya leo nataka nikuambie ya kwamba siendi kunena juu ya Mungu wa Wakikuyu, siendi kunena kuhusu Mungu wa Waluya, ama siendi kunena kuhusu Mungu wa kabila yeyote. Naenda kunena kuhusu Mungu wa Biblia aliyeumba mbingu na nchi, kwa sababu Mungu wa Biblia ndio Mungu wa kweli. Kwa sababu Waluya walikuwa na Mungu, Wajaluo walikuwa na Mungu, Wakikuyu walikuwa na Mungu, Wamasai walikuwa na Mungu, Wahindi walikuwa na Mungu. Lakini siku ya leo siendi kunena silo miungu, naenda kuhusu kunena juu ya Mungu wa Biblia. Huyu Mungu wa Biblia tutamjua namna gani ndugu zangu? Kwa sababu Mungu alipoumba ulimwengu huu, aliumba mwanadamu awe mtu wa kuabudu. Ndiposa katika bustani ya Edeni Biblia inasema ya kwamba kila jioni kabla Adamu na Hawa hawajaanguka, Mungu alikuwa anashuka kila jioni akifanya ushirika na mwanadamu, kwa sababu Adamu na Hawa walikuwa hawajaingia katika dhambi. Mungu alikuwa akishuka kila jioni. Biblia inasema ya kwamba alikuwa akishuka akifanya ushirika nao.